Yani nawaza magoli tu. Shekhe, Ghalibu yupo na anaishi na anapumua vizuri. Timu yetu iko sawa sawa. Tarehe 8 tutahesabu magoli. Wallahi nawapia tuko kwenye mwezi tutahesabu wamezoea shiriki, sisi tunacheza na timu ya washirikina. Washirikina mwezi mtukufu hawafanyi shughuli. Wanangu wachawi, wachumba zetu. Godi Yanga. Kiboko. Maana naambia bwana sasa hivi unafunga swaumu 2. Moja umeanza leo kwa Resma, nyingine ulishaanza tangu jana hii mwezi mtukufu wa Ramadhani. Moja unafunga kwa ajili ya nani? Moja nafunga kwa ajili ya upande wa babangu na moja nafunga kwa upande wa mamangu. Mimi naamini dini zote mbili ziko kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo mimi ni mmoja kati ya watoto ambao wamezaliwa na baba Mkristo, mama Muislamu. Kwa hiyo mimi nafunga zote mbili. Yaani ukiniona wewe jua kwamba nipo kwenye swaumu na ninafunga. Nilianza tangu mwezi ulipoandama na kwa sasa tuko kwenye ya majivu. Tukimalizana na hapa tunaanza kufunga kwa Resma, tayari rasmi. Tutakuwa nafunga zote mbili. Napiga huku napiga huku. Bila shaka dabi itakuwa ngumu sana kwa sababu ipo mwezi mtukufu wa Ramadhani, lakini ikiwa na vitu vingi ambavyo vinapelekea ugumu. Simba akiwa ameshakubali mara 4 mfululizo, maana yake hawezi kwenda kukubali tena kwa mara ya 5 kufungwa, lakini pia ni pointi 3 muhimu ambazo zinaweza kuwapeleka watu katika nafasi nzuri ya kuweza kutoa ubingwa wa NBC msimu huu. Lakini ulisema una manunguniko, una lawama, una madukuduku. Ukanifuata mpaka DM, mpaka comment ambazo ni post zile posti kuhusiana, ukasema bwana wachambuzi alikuwa ni Farhan Kiamu, lakini pia Azim baada ya kuposti zile ukasema leo una hasira sana. Isaya Dede. Inawezekana ikawa dabi ngumu machoni na kwenye vinywa vya mashabiki wa Simba ambao mara zote wanaonekana ni vibonde kwa Yanga. Lakini kwa mwezi mtukufu wa Ramadhani, kwa sisi ambao ni maulama watu wazito, hii tunaiona kama ni dabi nyepesi zaidi, kwa sababu moja kati ya dabi ambayo haitakuwa na shiriki kwenye imani yetu ni hii dabi. Hii dabi ni ngumu kwa mashabiki wa Simba na wanachama wake kwa sababu wamezoea shiriki. Timu yao haiwezi kuenda bila kutegemea vigagula. Mnyama hawezi kucheza mechi bila vigagula. Sasa kwenye mechi kama hii ambayo tunaamini sisi mashetani na majini yote yamefungwa minyororo mikali katikati ya bahari, tutacheza mechi ya kiulamaa zaidi. Mwenye uwezo, mwenye kunuti ndio atakayefanikiwa zaidi. Na mimi naamini kwa klabu yetu ya Young Africans, kwa kuwa tunaamini katika kutoa katika jamii, tunaamini katika Mungu, tunaamini katika dini, sisi tutafanikiwa zaidi kwenye dabi, na sio mara ya kwanza. Dabi zote ambazo tunachezaga kwenye mwezi mtukufu wa Ramadhani ukiambatana pia na mwezi mtukufu wa Kwaresma, basi mara nyingi huwa tunawakanda makolo. Lakini in fact katika tactics za kimpira ukiangalia namna ambavyo wachambuzi, mimi naweza nikasema wachambuzi tawi la Simba, makele ni tawi la Simba la wachambuzi, mmoja wapo akiwa mwanachama hai Farhan Kiamu. Farhan Swaiba ameichambua dabi, lakini kuna engo ambayo alikuwa ana protect kwamba ni kama anawalinda wachezaji wake, ni kama alikuwa anawalinda mawinga wake. Katika labda niainishe kwa katika maeneo ambayo ameweza kuyachambua, akizungumzia kwa upande wa Israel Patrick Mwenda akamzungumza, lakini pia ubora wa safu ya ushambuliaji wa Young Africans, lakini pia Simba ikiingia kwenye dabi wakiwa wao ndio wako bora zaidi kwenye kujilinda. Akaweza kutoa sasa maoni yake. Sio kweli? Simba wako bora kwenye kujilinda. Simba magoli machache. Mangapi? 8. Yanga 9. Umeona utofauti ni goli moja. Alafu tizama kwamba wao pia walikuwa na mchezo mmoja ambao bado wana kipolo nao. Hatukuwa na michezo sawa. Kwa hiyo kama unataka kugawanya katika asilimia bado zitabaki kama ni 50 ni 50 kwa 50. Haziwezi kuwa tofauti kwa sababu nafasi ya kuruhusu bao wanayo kwenye huo mchezo wa kiporo. Lakini tuende kwenye defensive game. Amemzungumza Israel Patrick Mwenda, one of the best fullback right katika nchi yetu kwa sasa hivi. Kama unaenda kutafuta fullback ya kulia iliyokamilika katika kukaba,
katika kushambulia, katika kucontrol, kutoa pasi, pumzi, kucheza katika work rate kubwa. Wa kwanza utamtaja Israel Patrick Mwenda, huwezi kuliacha jina lake. Malcolm Zumbe ukiwa na Issa Dede, leo naweza nikawaeleza kitu kimoja. Mpira ni science ndogo ambayo inahitaji umri. Mpira unahitaji umri, unahitaji energy, unahitaji akili, maarifa. Mpira ndio unavyohitaji, lakini unahitaji quality katika hayo maeneo ya umri, inahitaji pia quality. Young Africans msimu huu ni wa 4 mfululizo. Quality kubwa, wachezaji wakubwa wenye uwezo wa kufanya maamuzi katika mechi kubwa. Young Africans hatuna wachezaji wa kawaida. Hizi story ambazo mnazisikia kwa kina Farhan, mnazisikia kwa watu wengine, ni kwamba wanatengeneza mazingira ya kuwatisha wachezaji wetu na kuwatisha na kuwapa hype wachezaji wa timu nyingine, kuonyesha kwamba wana kiwango. Huyu Elie Mpanzu ambaye anazungumzwa labda ni winga hatari kwenye hivyo vinywa vya wachambuzi, kacheza mechi ngapi? Kakutana na mabeki wa aina gani wa kawaida mpaka uje kuiandaleti Yanga eti kwa Elie Mpanzu? Mpanzu kacheza dhidi ya timu kibao, assist hazionekani, magoli mpaka sasa hivi magoli aliyofunga yeye, na ukilinganisha hata na Ibrahim Baka na magoli mengi kuliko Elie Mpanzu. Baka kachangia magoli mengi kuliko Elie Mpanzu. Yani unawezaje kumsifia winga ambaye kacheza na Fountain Gate, kashindwa kuipa timu matokeo, kashindwa kutoa assist, kashindwa kufunga goli kwenye hizo mechi za kawaida? Vipi kwenye big match? Alafu unazungumzia dabi ambayo ina wachezaji wengi Young Africans waliocheza dabi nyingi tayari wamezoea. Kurahisisha kwako wewe, Elie Mpanzu ni hatari, winga wa kawaida mno. Yani tena kama kuna mchezaji ambaye hatakuwa na hatari kwenye safu yetu ya fullback, Mpanzu hawezi kuwa na madhara, haswa tena kwa Israel Patrick Mwenda. Hata kama ataenda kwa Shadrack Isaka Boka, Mayday hawezi kuwa na madhara. Hilo nakwambia, Saa Dede chukua leo, ondoka nayo. Young Africans fullback zetu zinatengeneza nafasi ya magoli na wana score goli. Ukimwangalia Shadrack Isaka Boka na goli na assist zake za kutosheleza, na amechangia zaidi ya goli 4. Ukienda kwa fullback Israel Patrick Mwenda, ameshafunga goli na tayari amesha assist. Uwezo wake mkubwa wa kucontrol mchezo, ana uwezo wa kutengeneza position ya kuomba mpira, ana control nzuri ya mpira, ana uwezo wa kupiga majalo mazuri. Na niwaambie, kati ya wachezaji ambao watakuwa na madhara makubwa kwenye mechi ya dabi hii, Israel Patrick Mwenda atakuwa na madhara makubwa. Either atascore au ataassist katika huo mchezo wa dabi ya Kariakoo. Lakini tunavyoenda kwenye huu mchezo wa Kariakoo dabi, kwanza ni washukuru TFF na bodi ya ligi kwa kumteua Ahmed Alajiga kuwa refari wa kati katika mchezo huu, kwa sababu yani kama kuna watu wamefurahi sana ni sisi wana Yanga. Yani kwa roho moja, Alajiga ni one of the best referee katika nchi yetu, na kama hatutamzungumza sasa, basi ujue kwenye ule ufalme wa marefari kwenye Champions League ya Afrika tuna uwezo wa kumkosa Alajiga katika wale marefari wa Afrika. Lakini kama tutamzungumza kwa mazuri ambayo anayafanya kwenye ligi yetu, hakuna refari yoyote aliyekamilika kwenye viwango 100% kama Alajiga. Sisi wana Yanga tunazungumza sio kwa sababu tumepata matokeo mazuri katika michezo ambayo Alajiga amechezesha, hapana. Alajiga kachezesha mchezo na Azam, tumepoteza 1-0, na katupa red card iliyoenda kusababisha tukaenda kupoteza mchezo mwingine na Tabora, lakini ilikuwa ni ya haki, ilikuwa ni ya halali. Alajiga kachezesha mchezo Yanga na JKT Tanzania, Meja Jenerali Samuyo, Yanga tumeshindwa kuondoka na matokeo. Kachezesha mechi Alajiga, lakini hatukuondoka pale na matusi wala kejeli za refa yule. Refa ambaye alichezesha mchezo vizuri, na wana Yanga wote tulisema kwamba hapa tukazungumza na wachezaji wetu kwamba wao ndio walitukwamisha leo katika matokeo ya kutokuyapata dhidi ya JKT Tanzania, lakini hakuwa chanzo Alajiga. Alajiga anaenda kuchezesha dabi, sisi kilo safi kama wana Yanga. Refa hii nenda kachezeshe kwa haki, ukifikiria kwamba wewe ni refa bora na ni refa mwenye viwango vya kafu na FIFA. Wale madunduka, unajua, ngoja nikupe 1000 ya madunduka. Madunduka wamezoea kubebwa, na wamezoea kubebwa na marefali wa kawaida, kwa sababu hawafikirii uwezo wao wa kwenda kuchezesha mechi kubwa kubwa ambazo zitawapa CV kubwa kwenye mpira wa Afrika. Hawawezi kufikiria hilo. Kwa nini Alajiga akichezesha mechi za Simba wanakwama? Simba wanakwama kwa sababu wamezoea kubebwa.
wamezoea mazingira hayo. Sasa sisi hatuyataki hayo mazingira. Alajigi tunaamini ataenda kuchezesha mpira safi na mpira wa haki, na ndio maana wana Yanga tumezoea marefali ambao wanachezesha mpira wa haki kama Alajigi. Tumemfurahia, na niseme Alajigi, Mohamed Mkono ambaye atakuwa ni linesman number 1 na linesman number 2, wote wako vizuri na watachezesha mpira vizuri. Najua madunduka mpaka sasa hivi wana hofu, ndio maana umemuona yule babake na Mo, si babake, si kaka yake, si mjomba wake, msielewe, yule Azim Deuji katoka mbele ya hadhara akasema kwanza anatengeneza mazingira kuonekana mchezo ni wa kawaida, ili hata wakifungwa wana Simba achukulie mchezo huu. Mchezo sio wa kawaida mzee wangu, yani mzee wangu nikwambie ukweli, huu mchezo sio wa kawaida. Nchi hii kama kuna mechi ngumu unachezaga ni mechi ya Yanga, na ndio maana mara nyingi Yanga wanakubomoa. Katika uhai wako wote wa hapa duniani unashuhudia Yanga wanakufunga tu. Unaweza ukauona mchezo wa kawaida kuwatengenezea mazingira mashabiki, huu mchezo sio wa kawaida na tutakubomoa tu. Yani hilo uzingatie, yani kwamba hatuna huruma. Yanga tunakofika maeneo kama haya ya kutaka ubingwa tutakubomoa tu. Tuna mchezo mgumu wa uwakilishi wa kombe la shirikisho. Kombe la shirikisho utaenda bila kuwa bingwa wa ligi ya ndani au kushika nafasi za juu kama wanachukulia ligi ya kawaida. Alafu usiandaleti ligi yetu. Ligi yetu inabebwa na mchezo mkubwa wa dabi ya Kariakoo kati ya Yanga na Simba. Kama utauchukulia mchezo wa kawaida, basi ligi yetu itakuwa haina maana. Haitakuwa na maana. Tuzungumze kama Watanzania wote hapa. Tusiongee kindi kanjibai sukafanyaje, tuongee mpira kibongo bongo kwamba ligi yetu ni ligi namba 4 kwa ubora barani Afrika. Na dabi yetu yeye ameshatoa statement yake kwamba referee akiwa hana imani sana na referee Alajigi. Si wamezoea marefa mchongo. Wewe unafikiri yule mzee kazoea marefa gani? Kazoea marefa wake wale, akienda Tabora anakutana nao anamalizana. Alajigi akifikiria kufanya matukio, wewe refa aloenda akatoa kadi nyekundu ikafutwa yule refa. Kwenye akili yako yani kabisa yule anamtaka yule refa, yani yule ndo maana atoa kadi nyekundu za kufutwa. Yule aloenda kuchezesha mechi ya Namungo akatoa penalti 3 kwenye mpira wetu wa Tanzania tangu ligi imeanzishwa mwaka 1600 huko. Hatujawahi kuona mechi na penalti 3 zinatoka penalti 3 kwenye mchezo wa ligi kuu. Hatujawahi kuwa na huo mchezo. Yani sisi wa Tanzania na ustaarabu wetu wote. Na Sheikh, nisikilize Isaya Dede. Dede, hii Tanzania sio Ujerumani. Wa Tanzania ni watu wakarimu na upendo na amani. Sisi amani yetu ipo hadi kwenye pitch. Tunapocheza mpira sisi, uwezo ukakuta mchezo mmoja wa Tanzania una red card 4 kwa sababu sisi tunaamini kwenye upendo na fair play. Uwezo ukakuta mtu anafanya madhambi mara 3 ya kutoa penalty. Hakuna hayo mambo. Na ndio maana tangu nchi hii imeanzishwa penalty 3 zimetoka kwenye mchezo mmoja wa Makolo wa juzi. Tangu nchi hii imeumbwa kuchezwa mpira haijawahi kutokea. Hatuna alafu za namna hiyo wa Tanzania. Hatuna matukio ya ovyo namna hiyo. Yule refa aliamua kuchezesha mpira kamkumbe akawabeba mbeleko. Ndio maana siku akisikia Alajigi anachezesha, Alajigi asikachezesha mechi ya Simba na nani Naza. Si umeona mechi ile pale alipochezesha? Wamefunga goli lao, refa kaitakati. Limepigwa goli, refa kaitakati. Ana mbwembwe, ana nini? Ana dakika zimeongezwa 6 zinachezwa 6. Ana muda wa kuchezesha dakika 6 mpaka 100. Eti umprovoke kwamba wewe umprovoke Alajigi kwamba eti achezeshe dakika 100. Makolo amezoea marefa hao, zikiongezwa 3 achezesha 100. Huo mpira haupo. Sasa nimwambie mzee wangu Azim Deuji, huu mchezo umeutaka mwenyewe kuushabikia wa mpira wa miguu, na umetaka kucheza na Yanga, ndo mtani wako. Jiandae kukalia chuma, jiandae mzee wangu. Hii mechi si hatujaichukulia kitoto, hii mechi ni kubwa. Full mziki. Yani kama unasikia kuna safu ya ushambuliaji bora nchini Tanzania kwenye ligi yetu msimu, hiyo safu ni ya Yanga. Yani hiyo safu ya kwanza kabisa unaosikia inahukumu watu, unafunga watu 6 5 8, unaosikia. Inawezekana unasikia hujakutana huo mziki ambao umeingia full mkoko, utakutana nao. Inawezekana ulimlaumu Kenny Gold, inawezekana ulimlaumu sijui KMC. Nataka kuona mbele na mnyama, itakuwaje? Shekhe yeye anazungumzia karibu si JSM. Wewe Simba umecheza na mechi zako zote kwenye ligi nzima ufungwa na Yanga. Kakulipa? Ligi nzima Ikolo kafungwa na nani? Nyinyi hapo waandishi wa habari si mnajua? Bahati mbaya itakuta tena. Si ndio tunakutana kesho kutwa. Oya, msije mkachukua. Oya, yani hii mechi ujue nyinyi Makolo. Oya, mmechukia. Kama kuna watu wamechafuka, ndio maana nawaambia safu bora ya ushambuliaji iko Yanga. Kuna Clement Mzinze, kuna Prince Mpumelelo Dube, kuna Pacome Zuzuzwa,
kuna Musonda. Shekhe, nakutajia magoli kwanza. Zingatia hii migoli iliyofungwa katika ile idara ya ushambuliaji ya Yanga tu. Maxim pia Nzengeli, Stefano Aziz Ki. Azizi goli 5, Max Zingeli goli 7, Pacome Zouzoua goli 8, Mzinze goli 10, Dube goli 10. Na hapo kuna assist kibao imetembea katika hizo safu za ushambuliaji. Kwa sababu wanazo na watisha wakati na wenyewe wanazo. Mtajie watano wenye goli nyingi kuzidio. Wana Desem kwa. Ana goli 8. Wana Ateba. Ana goli 8, ana goli 9, ana goli 10, 9 naye ana goli 9. Ndio safu yao mbele. Sasa sisi tuna goli zaidi ya 30 katika watu watano wa juu. Na hapo kuna assist ya kutosha. Kudadadeki mnakutana na safu ya ushambuliaji iliyo bora. Kwanza wewe ngoja nikwambie Farhani ndugu yangu. Kama wewe ulikuwa unawaza Elie Mpanzu kukabwa na Israel Patrick Mwenda, umekosea. Wewe ulitakiwa uwaze kwamba Elie Mpanzu ndo anatakiwa kumkaba Israel Patrick Mwenda. Mashabiki wa Simba wanasema mashambulizi atakaopelekwa hapo Mwenda atatapika dagaa. Kwa sababu huo upande kwanza una Pacome. Beki wako Shomari Kapombe umri umeenda. Yaani jandeni kisaikolojia, msije mkalaumiana mkatafuta mchawi. Mchawi mtafuteni kabisa kwenye umri. Wewe una mzee Shomari Kapombe, una mzee Shabalala. Ukumbuke winga wetu Maxim pia Nzengeli, winga wetu Pacome Zouzoua. Tunakupelekea moto. Hapo tunaleta moto tu. Fullbeki Shadrack Isaka Boka Medei mwendo boda boxa inasubiri. Air Tanzania inasubiri. Hapo mwendo wake sio mchezo. Unaelewa? Hiyo Mwanza sijui tudaa masaa 3. Shadrack Isaka Boka Mwanza tudaa dakika 45 kashafika. Nakwambia tena huyo Kibu mpira ajui, tactically kabisa. Mara yake ya mwisho yenyewe kufunga goli ana miaka 6, miaka 2 anacheza ligi hajafunga goli. Miaka 2 anacheza ligi kwa ana goli. Hiyo mimi nakupa sasa. Unashambuliwa na Max Zingeli, unashambuliwa na Pacome Zouzoua. Ukumbuke fullbeki Isaka Boka Medei, fullbeki ulimletea uchawi ukamletea na shiriki nyingi, fullbeki Israel Patrick Mwenda. Hapo eneo la juu sasa. Una Mzize, una Dube, una bwana harusi bwa shemeji Stefano Aziz Ki Magician ni mzee wa kupiga pasi kwenye barabara. 20 mtu anaomba maji yako. Hiyo barabara wewe unaweza usione kama ndege tu inatembea. Hiyo mipira ya Azizi. Unajua ndege linavyotembea? Ndege linatembea lakini road uioni. Matawi yaoni, tuta ulioni. Lakini ukiwa ndani ya ndege utasikia tu. Ndege imepanda tuta. Imepandia wapi utajiuliza wewe. Utasema wewe. Lakini ndege inaondoka mpaka inafika maeneo barabara uioni, lakini mataa yapo na traffic anamsimamisha pilot. Oya vipi? Una leseni hapo? Anatoa dereva ndege pilot anatoa hapo leseni yake kwa traffic juu kwa angani. Pasi za Aziz Kizo Magician bwana harusi. Hapo anacheza kawaida tu. Hapo kashamwaahidi Mavunde, oya mwanangu na zawadi yako. Na huyo akiahidi hajawahi huyo hana baya. Huyo hana baya. Akiahidi lazima atekeleze. Huyo akiahidi anatekeleza. Akiahidi na oa Mobeto kama. Na hii hapa nakupa mimi mwanangu Dube Prince Mpumelelo. Kama mlikuwa mjui, Dube kaniahidi goli. Mimi godi Yanga, kanaambia mwanangu godi Yanga. Dabi hii nikifunga goli ni kwa ajili yako. Prince Mpumelelo Dube mwanangu. Nimeitoa officially. Nalisubiri zawadi yangu. Naisubiri. Sio ndo umemchongea kwa sababu nakwambiaje na mtoto mdogo mwenye umri. Mabeki maboko yale. Yaani kama kuna beki mbovu kwenye hii ligi ni beki ya Simba. Isaya Chemaloni na Blaza Kiambu. Chemaloni Fondo ndo beki anayeongoza kwa kutoa maboko kwenye ligi kuu Tanzania. Nitaje mwingine ambaye katoa maboko mengi kumzidi Chemaloni Fondo. Kutoa maboko, yani mali anayo, anatetemeka miguu. Chemaloni Fondo anatetemeka miguu mwenye mali ana mguuni. Huyo beki, pelekea moto Mzinze mwanangu, pige presi. Yule kimpigia presi mwenyewe anatetemeka anaiacha pale unaweka. Kama kuna kipa mbovu basi ni yule pale pini Kamara. Ukitungua tu wimo, ukitungua mitatami, ukitungua hata mitami. Sasa hiyo mimi sinakwambia, kwani hizo klishi 15 kwa sababu Diarra hajacheza michezo 4? Au hujui kama kamzidi Diarra michezo 4? Diarra 11 lakini ule pale kwa kamzidi michezo 4. Diarra kama angedaka ile michezo 4 alikuwa majeruhi, sasa hizo wako sawa. Kama kuna golikipa karuhusu magoli ya ujinga, ya uzembe kwenye hii ligi, ni pini kama Shekhe Chama anapiga nje anarudisha ndani na atairudisha tena. Unamjua mambo ya Lusaka? Nyie ujue hivi dabi nyinyi mmeifikiria mara mbili? Kwamba Yanga wana Chama, Yanga wana Azizi, Yanga wana Pacome, Yanga wana Prince Mpumelelo Dube, Yanga wana Clement Mzize. Hivi mshafikiria
wakati mnaipamba pamba timu yenu. Ushawaza kwamba Yanga wana Maxim pia Mzengeli kapona mzima kabisa yani. Yani umewaza Yanga wana Dickson Job Big Ben defender. Manake mtaenda kuwanyanyasa sana Simba. Wewe una midfield gani wewe? Yanga wana Lidia Ucho. Godi, mtawanyanyasa sana Simba kwa kikosi umenitajia. Manake Jonathan Kanga Lombo. Speedy man. Kama kuna mtu ana raha, hana hofu na dabi ya Kariakoo ni Godi Yanga. Namba 1. Sina hata wasiwa. Mimi nikilala usingizi napata na yani kilala naota tu goli hili. La Azizi. Zawadi. Goli hili sijui yani nawaza magoli tu. Shekhe Ghalibu yupo na anaishi na anapumua vizuri. Timu yetu iko sawa sawa. Tarehe 8 tutahesabu magoli. Wallahi nawapia tuko kwenye mwezi tutahesabu wamezoea shiriki, sisi tunacheza na timu ya washirikina. Washirikina mwezi mtukufu hawafanyi shughuli. Wanangu wachawi, chumba zetu